Pambano wa Simba dhidi ya RS Berkane, mechi ya fainali mkondo wa pili kombe la shirikisho barani Afrika. Joto hilo likiendelea kupanda na uelekeo wa mashabiki, wadau, wanachama wa Simba walio wengi ni kule visiwani Zanzibar. Gwiji wa zamani wa timu hiyo na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Dua Saidi, anasema utazama mchezo huo kwa namna ya kipekee na anaamini kwamba Simba wanayo nafasi ya kufanya vizuri, lakini akiwapa angalizo ni tahadhari ipi ambayo waichukue. Sambamba na hilo, Dua Saidi anatupa mkasa miongoni mwa mambo ambayo yaliwahi kumtokea yeye na wenzake wakati wanacheza katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba enzi hizo, kuhusiana na masuala ya hujuma, kwamba kuna hujuma, watu wanahujumiwa, ama kuna watu wanataka kuhujumu timu. Hilo analizungumza Dua bin Said, lakini kwanza anaanza kuelezea hali ya mchezo wenyewe, matarajio yake. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka dakika hii kwa kutuweka hai na kuwaweka wachezaji wa Simba pamoja na viongozi katika afya njema. Na pili, baada ya hapo, kuhusu game mimi nasema na wachezaji kwanza. Nikisema wachezaji, nadhani kocha atakuwa kashafanya kazi yake, na baada ya kufanya kazi yake yeye atakuwa yuko kwenye mechi. Wale watu 11 ambao watawakilisha katika first 11, wale ndio tutawapa jukumu la kuweza kubadilisha historia ya Tanzania, kwa sababu najua Simba kichukua ubingwa huu itakuwa ni historia kubwa kwa Tanzania na kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Nadhani kwa kipindi kirefu hakuna nchi ambazo hizi za Afrika na Kati wameweza kuchukua kombe kubwa Afrika. Kwa hiyo ni historia moja kubwa ambayo Simba atakwenda kuiandika. Baada ya wachezaji, nitakuja kwa upande wa viongozi na makocha. Wao wamewajibika, najua, kwa kiasi chao na kwa uwezo wao. Tunatoa hao, tunakuja wale wachezaji wa namba 12 ambao tutakuwa nisie tupo nje pale, tunawasaidia kwa nguvu zote, na huku tukiomba maombi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Unajua, tukimshirikisha Mwenyezi Mungu kwa nia nzima njema, nadhani utaweza kukosa tunachokitaka. Na kikubwa, nitapenda kuomba Watanzania wote ambao wanaitakia heri Simba, hata ukitoa Simba kimeo wake Simba sasa hivi inawakilisha taifa. Jumamosi usiku, kwa kila atakayeweza kuamka usiku na kwa kutiania na kwa kuomba, basi najua dua za usiku huwa zinapokelewa kwa wepesi sana, tofauti na dua za mchana. Kwa maana hiyo, kwa siku ya Jumamosi kuamkia Jumapili, kwa mtu yoyote ambaye ataweza kuamka usiku, basi Mwenyezi Mungu akimjalia, akienia, aombe. Baada ya hapo sasa kigemu, nitawaomba sana Simba wazingatie wale watu pale katikati, kwa sababu wale watakuja na tabia yao kama kawaida ya dakika 15 zile za mwanzo kutaka kutupoteza, na sisi kama katika dakika 15 tukijaliwa kupata bao hata moja, na uhakika kabisa wa bao 2 mpaka 3 tutazipata. Wewe umecheza mpira, Dua, na swala la hujuma huwa lina waathiri wachezaji kwa namna yoyote ile? Maana toka jana kumekuwa na malalamiko na tahadhari kubwa ikitolewa na baadhi ya viongozi wa Simba kwamba kuna watu ambao pengine wanapanga kuihujumu Simba, na wakitoa makaripio na vitisho kwamba atakayebainika basi watapambana naye kwa vyovyote vile wanavyoweza. Masuala kama hayo mimi nadhani yapo siku zote katika masuala yetu, mpira wetu wa Kiafrika, au nasema mpira wetu wa Afrika. Kwa hiyo masuala kama hayo mimi ninachokuwa naomba kikubwa akiwashirikishi wachezaji, nyinyi mnabaki katika kazi yenu ya kucheza mpira. Mambo ya uongozi unawaachia viongozi, kwa sababu kama mchezaji ukitaka kujiingiza katika mambo ya uongozi, basi utaharibikiwa. Wewe fuata kile ambacho umefundishwa na kocha na unachotakiwa kukifanya uwanjani. Kwa hiyo swala la uongozi unawaachia uongozi wenyewe, watawajibika kwa hicho walichokisikia na watajua wafanye nini ili kukikabili. Wachezaji wanasikiliza haya na wanafuatilia pia katika mitandao ya kijamii, maana na wao pia wapo huko. Nikikuuliza wewe kama mchezaji, imewahi kutokea ukaathirika pengine na maneno kama haya ya viongozi wa timu yako akasema kuna hujuma, huwa inawafikia wachezaji na inawaathiri kwa namna yoyote, ama haya mambo huwa kwa wachezaji hayafiki? Kwa wachezaji yanafika. Sasa pale ndipo panatakiwa akili yako kama umemachua. Unajua, unapoitwa mchezaji mkubwa, basi ujue na akili pia ishakuwa kubwa. Na hiyo nikitaka kulisema, kipindi hata tunacheza sisi,
ilishawahi kutokea, lakini alikutokea katika mechi international game. Ilitokea mechi ya Simba na Yanga, tukaambiwa wachezaji 16 wote tumechukua pesa. Tena alokuja kutuambia ni kiongozi, lakini sasa ikawa ngumu katika watu wao 16 ambao wamechukua pesa. First 11 yote ukianzia goalkeeper Mohamed namba 2, Kasongo Asumani namba 3, mpaka namba 11 mimi ambao nilikuwa nacheza. Tulichosema jamani, mpira ni mchezo wa makosa. Sisi hatujachukua, tunachoomba tuacheni tukacheze mpira. Tuliwafunga Yanga bao moja. Baada ya hapo yale maneno yote yakawa yamekatika. Sasa kwa mchezaji ambaye amemachua kwa vitu kama hivi, kwanza mchezaji usitakiwe kuviweka akilini. Wewe angalia unachotakiwa kukifanya uwanjani, nini umefundisha ufanye pale, kwa sababu historia hii ya Jumapili haitoweza kujirudia, kwa sababu hata leo Jumapili mchezaji anasubiri ashinde ile game ajitangaze international, kwa sababu pale ni sokoni. Unaanzaje wewe kuifungisha timu? Sasa propaganda ni nyingi. Kuna wengine wamezianzisha kwa upande wao kutaka kuwatoa mchezoni wachezaji. Na kama nikakwambiaje, mchezaji paka kufikia level ya kuchezea Simba na kucheza mashindano kama yale, tayari akili yako ishakamilika na kuitwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo tutachotaka sisi kikubwa kuombea Jumapili waamke salama, watuwakilishe kwa kile alichopanga Mwenyezi Mungu. Basi ndio hicho. Kama atapanga tuwafunge 5, tutawafunga 5, na kama atapanga sisi tukose, basi Mwenyezi Mungu ana siri kubwa, sababu kuna vitu kishafanya tunamwachia Mungu. Sasa maneno ya gwiji Dua bin Saidi yamekuingia? Nimemwelewa. Nimemwelewa na of course at some point yuko sahihi.